بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. leo ni tarehe 23 Dhulqaada. Ili jambo takiwa tulizingatie kwa sababu tarikhi ya takwimu ya al-Qura iko mbele kwa siku moja. Kalenda walizokuwa nazo watu katika simu zao au kwenye saa kama saa zile za alfajiri na nyinginezo zinaonyesha kwamba leo ni tarehe, yani usiku huu ni tarehe 24, usiku tarehe 24, kwa hisabu ya kwamba Shawwal ilifika 29 kisha ikaingia mosi kwa kuzingatia kalenda. Lakini kwa kuwa watu hawafuati kalenda, wanafuata muandamo, nchi zote za Kiarabu bilkhusus al-Mamlakatu al-Arabiyyah as-Saudiya wameweka kalenda kwa ajili ya kuratibu mambo yao. Lakini wakati mwingine kalenda inapishana na muandamo. Kwa hiyo kalenda ikipishana na muandamo, unafuatwa muandamo wa mwezi, na hii ndio sawa. Kwa hiyo mwezi ulitimia 30, mwezi wa Shawwal, na al-Mahkama al-Ulya ikatangaza kwamba ile ambayo inasomeka kwenye kalenda ni tarehe mosi, ni tarehe 30, na kwenye kalenda ikisoma tarehe 2, hiyo ni tarehe mosi, tarehe moja, yani mwezi wa Dhulqaada. Na mwezi huu kuna umuhimu kama ilivyokuwa miezi mingine. Kuna umuhimu kwa sababu imefungamanishwa miezi hii na ibada. Kuna ulazima wa kufanya tambihi juu ya jambo hili ili watu wafahamu, kwa wale wanaotaka kutekeleza ibada kwa kufuata nyakati zilizowekwa na sheria kwa utaratibu wa kisheria. Pia wajue wapinzani wanawatangazia watu kwa dhulma na uadui na chuki na kutaka kuwachafua watu wengine kwamba hawa wanafuata kalenda, wafuati mwezi mwandamo, hawa kadha wa kadha, wana kalenda mpaka mwaka 2050 huko, kalenda yao tuijua. Ni kweli, ukiweka kalenda itakuja vile, lakini kalenda ikipishana na muandamo, watu hufuata muandamo, na mwezi huu ni ushahidi wa hilo. Na tushawahi kuzungumza siku za nyuma maneno kama haya kwamba ilitokea kalenda yaonyesha kwamba Arafa ni siku ya Alhamisi, lakini baada ya siku kadhaa ikaja taarifa ya kwamba mwezi uliandama kabla. Watu waliona kwamba labda imetimia 30, kumbe la, mwezi uliandama na 29, na mwezi ulionekana na wavuvi walikuwa kwa baharini. Waliporudi mjini, kadhia zikawa ndefu, ijraati zile za kwenda kuhakikiwa na kwenda kuapishwa kutoka Tabuki kupelekwa mpaka Riyadh kurudi. Taarifa zilivyohakikiwa na kuthibiti, ikawa imeonekana kweli mwezi ulionekana na 29. Watu wakatangaziwa kwamba Arafa sio Ijumaa, ni Alhamisi. Yote haya ni kutilia nguvu na kutilia ushahidi kuonyesha kwamba nchi za Kiislamu na hasa al-Mamlakatu al-Arabiyyah as-Saudiya, mahali ambapo sisi tutaelekea kwenye katika swala zetu na watu ndugu zetu na sisi wenyewe twenda kwa ajili ya kutekeleza ibada mbalimbali, ikiwemo ibada ya haji na umra. Ibada ya haji imewekewa wakati maalum, wana ulazima na uwajibu wa kusimamia tarikhi ya Kiislamu. Kwa ni watu Allah wawafikishe katika jambo hilo, lakini pia wako makini katika jambo lao. Kwa hiyo kuzusha maneno na kuwa sawa. Turudi katika darasa. Kwa hiyo leo itakuwa usiku huu ni usiku wa tarehe 23. Tarehe 23 mwezi wa Dhulqaada, mfungo pili. Kwa Swahili wanasema mfungo pili, na si makosa. Sawa? Kwa Dhulqaada maana yake mfungo pili, Dhulhijja maana yake ni mfungo tatu, si makosa.
ni tafsiri tu ya Kiswahili. Kwa hiyo hii ni Dhulqaada 23 usiku huu mwaka wa 1447 Hijria, ambayo sawa sawa tarehe ngapi leo? Itakuwa ni usiku wa tarehe 11 katika mwezi wa 5 mwaka wa 2026.